Kwa sasa hivi inaweza ikaonekana kana kwamba hawa watu hawana maana katika taifa hili na wamekuwa ni dhamira zao zilikuwa mbaya, wachochezi. Lakini mimi nataka nikuambie, nitazungumza hadharani, nitazungumza kwa msimamo na hadharani bila uoga, ni kwamba nikimzungumzia Mange Kimambi, mimi namuona kama ni chaguo la Mungu katika taifa hili kwa upande wa masaa yetu na majira ambayo yamejitokeza katika taifa hili, kwa sababu hata kama kunako mambo ambayo anakinzana na wewe, lakini ukitazama kwa muktadha mzuri wa fikra na uzalendo pamoja na akili na ukiroho zaidi, ukichungulia vizuri, ukimwona huyo binti amenyanyuliwa Tanzania kwa kusudi la Mungu, kujaribu kuifanya serikali ya Tanzania ipate kurudi kwenye msingi, ipate kurudi kwenye stable ambao njia iliyokuwa sahihi walikuwa wanaelekea kubaya, wanakwenda kubaya, wanawapeleka wananchi kubaya. Na maana huyu binti sasa amekuja ni kama kuamsha Watanzania na kuufanya utawala unaokuwepo na utakao kuwepo ukae kwenye njia nzuri, kwenye position nzuri ya kusimamia haki za wananchi na Watanzania kwa ujumla. Kwa sababu bila huyu binti, na maana serikali yetu Tanzania na watawala wengine wa bunge na wengine wasingeweza kufikia hatua ya kuweza kufanya vitu kwa kuogopa. Kwa hiyo tunakuja kugundua kumbe huyu dada na hawa wengine wakina Nuruvazi, kina Dickson ni watu ambao Mungu amewachukua kwa huu muda kwa makusudi ya kuwasaidia Watanzania wakae katika maisha ya amani, wakae katika maisha ya furaha. Kwa hiyo hawa watu wasihesabike kama waasi, wasihesabike kama walikuwa na dhamira mbaya, wasihesabike kama walikuwa na dhamira mbovu isiyokuwa na msingi mzuri katika taifa la Tanzania. Hata kama lile lengo lililokuwa linatakiwa lifanyike limeshindikana, inawezekana kwa njia mbaya au kwa njia ya mabavu au kwa njia ya wema, kwa namna yoyote, lakini kiukweli taifa hili litakuwa limepitia kipindi cha kujifunza, kwa sababu hawa ndio wamesababisha taifa hili, viongozi waliopo, watawala watakao kuja wapate nafasi ya kujifunza, kwa sababu kipindi kimesababisha mioyo ya watu wengi wameumia, mioyo ya watu wengi wamejifunza, watawala wamejifunza. Sasa wakina nani wamesababisha watawala wakae kwenye position kama si wakina Mange Kimambi? Wasingekuwepo wakina Mange Kimambi, je, hawa watu wangekaa kwenye position? Kungekuwepo na mbunge anakaa kwenye nafasi yake, akatetea nafasi yake vizuri kwa kufuata mfumo ambao wananchi wanautaka, na endapo kama haujakamilika na haujapatikana bado anaudai. Manake hata kiongozi yote anapoendelea kuingia kutawala ataendelea kusimama kwa hofu, kwa sababu kuna upinzani mkali kama hao wakina Mange Kimambi. Tupa hii neema katika maisha yetu, tunapohitaji kuzungumza na kujifunza, kukumbushana, kujadili katika kweli yako. Uwe pamoja nasi kwa njia ya Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu, amina. Basi nitakusomea katika kitabu cha Samueli 16 mstari wa 7. Maandiko matakatifu yanasema, Mungu huangalia ndani ya moyo, si maneno ya mtu. Ninarudia tena, Mungu huangalia ndani ya moyo, si maneno ya mtu. Mara nyingi sana wanadamu huwa wanaangalia sana muonekano wa nje. Hapa katikati tumetokewa na mapambano. Mojawapo ya mapambano ni maandamano kutaka kuondoa utawala ambao uliokuwepo, utawala ambao unaonekana ni uko kinyume na wananchi. Sasa baadhi ya Watanzania na wachungaji na wakuu wa dini na sehemu mbalimbali wameamua kujitoa, kwamba tunahakikisha tunaungana na wananchi kuhimizana kuondoa serikali ambayo inaonyesha kutishia wananchi katika taifa la Tanzania. Sasa kunako watu ambao wamejitolea, ambao ni Watanzania, wengine wameacha shughuli zao, wameacha watoto wao, wameacha familia zao, wameacha magari, wameamua kujitoa sadaka kwa ajili ya kulipigania taifa la Tanzania. Kuna mambo mengi ambayo wamejaribu kutuonyesha tulikuwa tuyafahamu. Mfano, wapo wakina Nuruvazi ambao leo wanahesabika kama wahaini, ambao wakionekana katika taifa la Tanzania
wanaweza kuhukumiwa kwa sababu wamejaribu kwenda kinyume na taratibu za utawala wa Rais Samia. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo hawa wanahesabika leo ni kama wahaini, watu wakosefu, waasi ambao walikuwa wanataka kulifanya taifa liende katika mfumo tofauti na vile ambavyo serikali inavyotaka. Sasa kwa sasa hivi hawa watu nia yao na dhamira yao inaonekana kuwa ilikuwa ni potofu, inaonekana kuwa ilikuwa ni mbaya. Nia yao na dhamira yao imetafsirika kuwa inaonekana ilikuwa ni mbaya. Kwa hiyo wanastahili kupewa kesi za uhaini, wanastahili kupewa kesi za uasi, kina Nurvaz. Lakini pia wapo wakina Dickson, mchungaji Dickson ambaye Kibigula ambaye yuko na yeye aliamua kusimama, ameamua kusimama kuonyesha jitihada zake, kuungana na Watanzania na kupigania haki, kujaribu kwenda kinyume na kile ambacho utawala unajaribu kuendesha, serikali katika ujumla, akaenda kinyume. Kwa hiyo yeye naye pia ameamua kuondoka, akaacha. Alikuwa na kanisa lake hapa na washirika wengi tu na huduma yake ilikuwa inaenda vizuri. Mchungaji Dickson ameamua kutoka hapa, kusimama kusema utawala huu na njia hizi zinazoendelea kufanya yani kunyanyasa wananchi. Sasa akaamua kutoka na kuacha kanisa lake na washirika wake, na huenda labda na ndugu jamaa na marafiki. Dickson amekwenda mbali. Lengo kubwa si kukimbia, amekwenda kwa ajili ya kuhakikisha akae sehemu salama, kwa ajili ya kuhimiza watu wengine wasimame kutetea taifa lao na kizazi chao. Lakini matarajio yaliyokuwa yanahitajika yanaonekana mwanzo, wakati hizi harakati zinaendelea, kulionekana kusapotiwa sana na wachungaji pamoja na waimbaji pamoja na viongozi wa dini pamoja na wanasiasa wengine. Kulikuwa na moto mkubwa wa kuhakikisha kwamba Rais Samia anang'olewa katika madaraka. Yaani utawala huu wa awamu hii ya Samia unaondoka kwa sababu haujafurahisha wananchi na kile ambacho kinaendelea, kuna utekaji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo matarajio na matokeo kwamba ilikuwa ni kuondoa utawala huu ili wachague wabadilishe katiba na vitu kama vile, lakini matokeo yake yamekwenda tofauti kutokana na nguvu ya utawala, namna imejaribu kuseti mambo yake na ikaendelea kushikilia nafasi ya kutawala. Na kwa hiyo nguvu ya wale ambao wamejitolea ikawa kama imepungua kutokana na mapambano yamezidi kuwa makubwa, serikali pamoja na hao waliojitolea, baadhi ya wale wananchi waliojitolea. Kwa hiyo mwisho wa siku nini kimetokea sasa? Kilichotokea sasa, tayari huyu mchungaji na yeye anaanza kuhesabika kana kwamba alifanya maamuzi yasiyokuwa sahihi. Dhamira yake ilikuwa sio njema, dhamira yake ilikuwa ni mbaya, ni ya kulifanya taifa liingie katika uharibifu, uasi. Kwa tayari hata hao wote hao wanahesabika nia dhamira zao hazikuwa za haki, hazikuwa njema kwenye taifa la Tanzania, na wanaonekana leo ni kama waasi wanaosubiriwa kwenye taifa hili. Watakapoonekana kwenye taifa hili wafunguliwe kesi za uhaini, wafunguliwe kesi za kuwa waasi ambao wataadabishwa kwa njia ya kiserikali na dola iliyokuwepo, kwa sababu walishiriki kuhakikisha kwamba wanajaribu kwenda kinyume na tawala na utawala huu wa Rais Samia. Sasa hicho ndo kitu kinachoonekana sasa, kwamba kwa sehemu kubwa ya mawazo ya watu kwamba hao dhamira yao ilikuwa sio njema. Sasa basi, lakini si hapo tu, wapo wakina dada wengi ambao, dada mmoja ambaye anajulikana, yani dada amekuwa ni shupavu sana, anaitwa Mange Kimambi, ambapo yeye ametoka muda mrefu hapa, lakini ni dada ambaye kidogo ameonyesha uwezo mkubwa wa akili, kama genius ambayo unaweza kumuita. Amejaribu kuwa sosi kubwa ya kuonyesha Tanzania na wananchi mambo yanayoendelea katika taifa hili, na nina uhakika hata wewe mwenyewe na hata utawala uliokuwepo ulikuwa hauwezi kuamini kwamba yale mambo ambayo yaliyojificha yanaweza kuonekana hadharani. Na hata wananchi pia wa Tanzania wameamka kisiasa kutokana na huyu binti ambaye anaitwa Mange Kimambi. Sasa huyu binti amekuwa amejitolea, ameacha kufanya vitu vyake vingi ambavyo vinaweza kumuingizia pesa na nini na kila kitu, lakini ameamua kujikita kuwaonyesha Watanzania
ni nini ambacho kinaendelea katika taifa la Tanzania na serikali kwa ujumla. Mambo mabaya ambayo yanajitokeza katika utawala, kuna wizi wa kula, kuna ufisadi, kuna unyanyasaji, utesaji, makaji, wizi, yani kitu mbalimbali. Ajaribu kujitahidi kuonyesha Watanzania na waanze kutambua haki zao katika taifa la Tanzania, yeye akiwa kule, lakini ni Mtanzania. Kwa ni dada ambaye kidogo ameamsha hisia za Watanzania wengi akiwa kule, na hapa katikati Tanzania iliinuka ikachukua nafasi ya kumsupport na kuelewa kile ambacho alichokuwa nakifanya. Kweli amesaidia Watanzania wengi na watu mbalimbali. Hata mimi mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao amenikomboa kifikra katika kuyatambua mambo ambayo pia sikuweza kuyajua. Kwa hiyo hilo lazima tumpe pongezi yake. Naamini hata we mwenyewe unaweza ukapinga ndani ya moyo wako, lakini kiukweli hata we mwenyewe imechangia. Huyu dada amechangia sana kwa sehemu kubwa kuamsha akili yako, hata kama ilikuwa imelala katika upande wa kuitambua siasa na haki zako na kufuatilia mifumo ya maisha yetu tunatakiwa kuishi vipi. Kwa hiyo dada amechangia, amekuwa chachu sana. Lakini nini basi ambacho tunaweza tukakitazama sasa hivi, kwamba yale matokeo na dhamira iliyokuwepo, tulikuwa na matarajio kwamba kile ambacho anajaribu kuwaonyesha Watanzania watapata power, wataamka kwenda kuhakikisha wanapingana na utawala kama vile ambavyo ilikuwa ni harakati ambazo zinaendelea kufanyika. Hapo mwanzo kulionekana Watanzania wengi walikubali kuweza kupokea hizi hamasa na harakati ambazo zilikuwa zinafanyika katika taifa la Tanzania. Lakini kwa sababu dola inabaki kuwa dola, imefika hatua imetumia mabavu yake na kuamua kufanyaje sasa, kuzimisha hii situation. Imezimika. Sasa kuna jambo moja hapa ambalo nataka niseme. Ina maana hata huyu mtu ameonekana kuwa na yeye dhamira yake ilikuwa sio jema, tofauti. Sasa nguvu imetumika na hizi harakati zikawa zimezimishwa, na tayari hata huyu binti naye wa Tanzania pamoja na kujitoa kwake ameonekana kuwa ni mtu alikuwa na dhamira mbaya, alikuwa na nia njema, nia yake ilikuwa ni mbaya kabisa. Kwa dhamira yake imehesabika kuwa hakulitakia mema hili taifa la Tanzania, hakulitakia mema taifa la Tanzania. Sasa hebu niambie, ni kweli kabisa kwamba hawa watu hawana faida katika taifa la Tanzania? Ni kweli dhamira zao zilikuwa ni mbaya? Ni kweli mioyo yao ilikuwa inalenga kuipeleka Tanzania kwenye uangamifu? Haikuwa dhamira njema? Najaribu kujiuliza sasa, kwa sasa hivi kama Mtanzania na mtumishi wa Mungu ambaye nilikuwa tunatazama na kuyaangalia mambo yanavyoendelea katika taifa letu, swali linakuuliza sasa kwamba kweli hawa watu dhamira zao zilikuwa mbaya? Ni kweli kabisa wao wote walikuwa na dhamira mbaya kulipindua taifa hili na kulipeleka kwenye uangamifu? Mtazamo wako ni nini? Hawa watu kweli ni wahaini? Hawa watu kweli wamekosea? Hawa watu hawakuwa na dhamira njema? Hawa watu hawakuchangia kuisababisha Tanzania hii hapa tulipo sasa hivi? Watanzania wanaweza kuishi maisha mazuri sasa hivi si kwa sababu ya serikali inaweza ikawa imefanya hivyo, lakini kwa sababu ya hawa vijana, hawa watumishi, hawa watu ambao wamejitoa, wamejisacrifice. Mimi nataka nikwambie, siku kunapokuwa hakuna upinzani katika nchi, maana yake ule utawala utafanya vitu vya kidikteta kwa namna unavyotaka, kwa dhamira inavyotaka, kwa namna unavyopenda. Lakini kukiwepo na upinzani, siku zote utawala unakuwepo unatenda mambo kwa hofu. Maana yake hawa watu tusiwahesabu kama wahaini. Mimi nataka nazungumza na viongozi wanaonitazama hapa, nazungumza na wachungaji, nazungumza na watu mbalimbali. Kwa sasa hivi inaweza ikaonekana kana kwamba hawa watu hawana maana katika taifa hili na wamekuwa ni dhamira zao zilikuwa mbaya, wachochezi. Lakini mimi nataka nikwambie, nitazungumza hadharani, nitazungumza kwa msimamo na hadharani bila uoga, ni kwamba nikimzungumzia Mange Kimambi, mimi namuona kama ni chaguo la Mungu katika taifa hili kwa upande wa masaa yetu na majira ambayo yamejitokeza katika taifa hili. Kwa sababu hata kama kunako mambo ambayo anakinzana na wewe, lakini ukitazama kwa muktadha mzuri wa fikra na uzalendo pamoja na akili na ukiroho zaidi, ukichungulia vizuri, ukimwona huyo binti amenyanyuliwa Tanzania kwa kusudi la Mungu, kujaribu kuifanya serikali ya Tanzania ipate kurudi kwenye msingi
ipate kurudi kwenye stable ambayo njia iliyokuwa sahihi walikuwa wanaelekea kubaya, wanakwenda kubaya, wanawapeleka wananchi kubaya. Utawala wote uliopita umetoka hivyo, kwamba ina maana huyu binti sasa amekuja ni kama kuwaamsha Watanzania na kuufanya utawala unaokuwepo na utakao kuwepo ukae kwenye njia nzuri, kwenye position nzuri ya kusimamia haki za wananchi na Watanzania kiujumla. Kwa sababu bila huyu binti, na maana serikali yetu Tanzania na watawala wengine, wabunge na wengine, wasingeweza kufikia hatua ya kuweza kufanya vitu kwa kuogopa. Lakini huyu binti ana uwezo wa kupata network ya mambo ambayo yanafanyika huko kinyume na kuyaleta hadharani kwa Tanzania. Kwa hiyo tunakuja kugundua kumbe huyu dada na hawa wengine wakina Nuruvazi, kina Dickson ni watu ambao Mungu amewachukua kwa huu muda kwa makusudi ya kuwasaidia Watanzania wakae katika maisha ya amani, wakae katika maisha ya furaha. Kwa hiyo hawa watu wasihesabike kama waasi, wasihesabike kama walikuwa na dhamira mbaya, wasihesabike kama walikuwa na dhamira mbovu isiyokuwa na msingi mzuri katika taifa la Tanzania. Hata kama lile lengo lililokuwa linatakiwa lifanyike limeshindikana, inawezekana kwa njia mbaya au kwa njia ya mabavu au kwa njia ya wema, kwa namna yoyote, lakini kiukweli taifa hili litakuwa limepitia kipindi cha kujifunza, kwa sababu hawa ndio wamesababisha taifa hili, viongozi waliopo, watawala watakao kuja wapate nafasi ya kujifunza, kwa sababu kipindi kimesababisha mioyo ya watu wengi wameumia, mioyo ya watu wengi wamejifunza, watawala wamejifunza. Sasa wakina nani wamesababisha watawala wakae kwenye position kama si wakina Mange Kimambi? Wasingekuwepo wakina Mange Kimambi, je, hawa watu wangekaa kwenye position? Kungekuwepo na mbunge anakaa kwenye nafasi yake, akatetea nafasi yake vizuri kwa kufuata mfumo ambao wananchi wanautaka, na endapo kama haujakamilika na haujapatikana bado anaudai. Manake hata kiongozi yote anapoendelea kuingia kutawala ataendelea kusimama kwa hofu, kwa sababu kuna upinzani mkali kama hao wakina Mange Kimambi. Sasa mimi nimeliona hili nililete tu kwako kwamba tusiwahesabu hawa watu wakina Dickson pamoja ile dhamira au lile lengo halikutimilika. Tusiwahesabu kama wahaini, tusiwahesabu kama waasi. Tuwaombee. Wameletwa hapa katika Tanzania, wamenyanyuliwa na Mungu kwa makusudi, kwa wakati sahihi. Ngoja nikupe huu mfano. Kipindi Yesu anakuja kuzaliwa, anazaliwa hapa duniani, alizaliwa duniani kwa makusudi kabisa. Yesu asingekufa msalabani, maana yake ni kwamba sisi leo tusingepata ukombozi. Tunaamini sana kwa sehemu kubwa kwamba Yesu asingekufa msalabani, leo hii hapa tusingekuwa tunaishi, tusingekuwa tuna amani, tusingekuwa tuna matumaini, tusingekuwa na familia. Lakini Yesu alipokuwa msalabani, ilifanyika sisi tukawa na ukombozi, tukawa na amani. Ndivyo tunachokiamini hicho watu wote duniani. Lakini aliyesababisha Yesu akafa msalabani ni nani? Na kuuliza sasa swali, maana yake Yuda ndiye aliyesababisha Yesu akafa msalabani. Maana yake huyo Yuda, je, aliletwa duniani kwa kazi gani? Maana yake pasingepatikana Yuda wa kumsaliti Yesu, ukombozi usingepatikana. Maana yake kumbe kuna watu duniani wameletwa kwa makusudi. Unaweza ukaiona dhamira yako ni dhamira ya kumsaliti Yesu ni mbaya. Yuda alimsaliti Yesu, yaani huyu tunamhesabu kama mbaya. Kumbe Yuda aliletwa hapo ni kama msababishaji wa ukombozi. Narudia tena, kuzaliwa kwa Yuda duniani ni ukombozi, ni chanzo cha ukombozi wa wanadamu duniani, kwa Wakristo wote duniani na ulimwenguni wote wanaomwamini Kristo kwamba ni mkombozi ulimwengu. Kwa yeye Yuda asingekuja duniani akamsaliti Yesu, maana yake tusingepata ukombozi katika ulimwengu. Kumbe kila mwanadamu anapoinuka, kwa mtazamo wako unaweza ukamuona anatenda mambo mabaya. Kumbe huo muda Mungu ameruhusu kwa makusudi, ili watu wengine wajifunze kupitia hayo mabaya, wajifunze kupitia hayo magonjwa, wajifunze kupitia hayo matatizo. Mungu huzungumza na watu kupitia muktadha wa vitu mbalimbali, mambo, matukio tofauti tofauti. Ndivyo Mungu anavyofanya kazi yake. Kwa hiyo kumbe Yuda tusimhesabu na yeye kama mtu mbaya. Kumbe Yuda tumhesabu kama alisababisha ukombozi ukapatikana duniani. Ikiwa wewe ni Mkristo unamhesabu Yuda kama msaliti, utakuwa unakosea. Ndio maana nikwambia kwamba Yuda alizaliwa duniani ili asababishe ukombozi, amsaliti Yesu,
akishamsaliti Yesu, basi yale maandiko yatimilike. Unabii ule wa ukombozi wa kuzaliwa kwa Yesu usingetimilika kama nani? Yuda asingezaliwa duniani. Kwa kumbe kila kitu ambacho Mungu amekifanya duniani kinakuwepo na maana yake. Sasa ndo tunarudi sasa, waliosababisha na watakaosababisha ni wale watu wanaoendelea kuwa kinyume na taifa hili la Tanzania na serikali na utawala, ambao leo tunaweza tukawaita wahaini, tunaweza tukawaita watu wabaya, tunaweza tukawaita watu ambao hawastahili kabisa, tunaweza tukawaona kama ni wahalifu, wachochezi, lakini kumbe hapana. Kila majira, kila nyakati, kila utawala, Mungu anaruhusu mambo fulani yatokee. Kwa akili za kibinadamu ukiyafikiria huwezi ukayaelewa, lakini kiukweli ukiyachungulia ndani, wale watu watakaotumika huo muda wamechaguliwa maalum kwa ajili ya kukamilisha jambo fulani, ili watu fulani watakapoingia katika utawala watende mambo fulani kwa kuangalia na kuzingatia mambo fulani yalikuwa yatendeke. Kwa hiyo tunapowaona wakina Mange Kimambi tusiwahesabu kama wahaini. Wamekusudiwa na Mungu kulifanya taifa la Tanzania na watawala wake wakae kwenye position sahihi. Tusiwahesabu kama wahaini, tuwahesabu na kuwaombea kwamba wameteuliwa na Mungu. Unaweza ukamtafsiri Mange Kimambi kwa dhamira ya kuona kwamba mbona yule alikuwa anachukua picha labda za utupu za watu anaposti kwa ajili ya kujipatia mshahara au kujipatia pesa. Huyu anawezaje kuwa mtetezi wa watu? Watu wanaweza kuzungumza hicho kitu, lakini ngoja nikuambie kitu kimoja. Hiyo ni tafsiri mbaya. Mungu anaweza akamtumia adui kwa namna yoyote, na Mungu anaweza akamtumia mtu yeyote yule. Sasa nikupe mfano. Wakati fulani Mungu aliweza kumtumia punda kuzungumza na mtumishi wa Mungu, yani kumzungumza mtumishi wa Mungu, kumwepusha asiende mahali fulani. Punda, soma Biblia vizuri, alitumiwa punda akazungumza, punda akatumika punda. Kwa Mungu hawezi kushindwa kutumia kiumbe chochote ambacho anachokitaka kwa makusudi yake. Na ngoja nikwambie, nani mwenye moyo wa ujasiri kama yule binti ambaye anaye haogopi chochote, na mwenye sio ujasiri tu na ufahamu. Kwa hiyo Mange Kimambi ana ufahamu, lakini pia ana moyo wa ujasiri. Sasa ni nani anaweza akaifanya nafsi ya binti kama yule ikafanana na mtu mwingine? Ni nani unayemfananisha? Kwa Mungu anaweza akakiandaa kiumbe chake kwa muda mrefu, kwa makusudi fulani, kwa lengo fulani. Nakupa mfano mwingine. Ni nani leo angeweza kujua mimi ni mtumishi wa Mungu? Asingeruhusu nipite katika changamoto na nyanja mbalimbali. Nimepita katika maisha ambayo historia yangu nimekuelewesha. Nimeishi maisha ya uovu, maisha ya kishetani, maisha ya kila namna. Ilikuwa ni misingi ambayo Mungu anajaribu kutengeneza, kuwepo na feedback ambayo ukisimama una uwezo wa kujenga mtu akabadilishwa kiroho na kimwili. Leo hii hapa leo naitwa mtumishi, hata mimi mwenyewe sikuamini kama nitakuwa hapa leo. Kwa hiyo mimi nataka nikwambie wale wote walioko kule nje, wakina Nuru Basi, wakina nani sijui Salongo sijui nani yule dada mwingine, tusiwahesabu kama wahaini. Watanzania nazungumza kabisa, tusiwahesabu kama wahaini waasi, kwamba lile lengo na lile dhamira ambalo lilikuwepo linapigiwa kilele au wanalipigia kauli mbiu ya kwamba tunahitaji utawala huu uondoke, kwamba halijatimia kwa malengo ambayo walikuwa wanayapangia, halafu tuone sasa hawa tuanze kuwashambulia na kuwageuka. Hapana, mimi nataka nikwambie hawa watu wanatakiwa kupewa pongezi zao, wanatakiwa kupewa nafasi zao, kwa sababu ngoja nikwambie, kila mtu aliyesimama kwenye taifa hili kuzungumzia haki, haijalishi anaizungumzia kwa namna gani, nisikilize nikwambie, anatakiwa apewe moyo, atiwe moyo, apewe pongezi zake, kwa sababu kupitia hizo sauti wengine hawakuweza, lakini wao wameweza, ila wamesaidia Watanzania wengine na viongozi wengine na kizazi kijacho watawala wakae kwenye position. Kila mtu aliyepo kwenye taifa hili, aliyesimama kwenye kipindi hiki ni wa muhimu na ni wa maana. Kwa hiyo nikuombe rafiki yangu, usitumie nafasi zako kuanza kuwashambulia wakina Mange Kimambi, kwa sababu kile ambacho walikuwa wanakitafuta hakijatimilika. Nataka nikwambie Mungu bado ana mpango na taifa hili la Tanzania. Katika Mathayo 2:13 napoenda kumalizia, nataka nikwambie kitu kimoja. Yesu alikimbizwa nchi nyingine ili aishi. Leo wameondoka hawa watu, wako katika nchi mabara ya Ulaya huko, wamekimbilia huko, wametoka kwenye mataifa yao, na wanaonekana sasa hivi tayari wanahesabika huko. Sasa ni watu ambao watakaa huko aidha mpaka huu utawala uondoke.
wanaogopa na kuhofia kurudi kwenye taifa lao, wasije wakaonekana kuwa ni wahaini ama ni waasi, watawekwa ndani. Lakini je, ni vipi? Tujifunze kwa Yesu. Yesu mwenyewe ilibidi alikimbizwa kutoka nchi nyingine ili akaishi. Alielekea huko Misri, huko akakimbizwa huko, akaenda huko kwa ajili ya kutafuta mfumo ili kusubiria muda wa Mungu ufike ambao walikuwa wameuratibu na unabii ufike. Kwa hiyo kuwepo kule watu wamekimbilia huko kwa ajili ya kuponya maisha yao, kukaa huko, sio jambo la kushangaa sana. Ni swala tu la namna ambavyo Mungu anavyoratibu ratiba zake. Kwa hiyo tusiendelee kuwapa maneno magali, kuweza kuwaongelea vitu vibaya vibaya kwamba hawa ni wahaini sasa wamejikuta. Tuwatie moyo kule waliko, tuwaombee. Hawa ni watu ambao ni wa muhimu sana katika taifa hili la Tanzania. Katika kitabu pia cha Zaburi 55:12 inasema, maumivu makubwa hutoka kwa rafiki, si adui. Inauma kuitwa msaliti na wale waliowasimamia, lakini kumbuka wengi hawajui ulipitia nini. Nataka nikwambie kitu kimoja. Kuna watu sasa hivi wa Tanzania wameshaanza kuwaita wasaliti. Wakina Mange Kimambi wanaita wahaini. Wanawaambia ni watu ambao wameharibu utu wao, walikuwa wamelipwa pesa na wazungu na vitu kama hivyo. Mimi nataka nikwambie hayo ni maneno na propaganda tu. Ni kauli za watu walioshindwa. Na ukiona kiongozi anazungumza propaganda kwamba walilipwa watu waweze kufanya kampeni ya kuondoa utawala katika serikali ya Tanzania, kuna watu wamelipwa kufanya hivyo vitu, mimi nasema ni maneno ya mkosaji, yamekosa hoja za msingi. Umekosa hoja za msingi. Hawa watu mimi na uhakika wapo duniani na wamenyanyuliwa, wamezaliwa kwenye taifa hili la Tanzania kwa makusudi na mpango na majira ya Mungu sahihi kabisa. Na haya ndiyo majira yake, na haya yote yanayotokea haya inaweza kuonekana kwao kama ni mabaya. Akina Mange Kimambi, kina Nuru Vazi wakaonekana leo ni kama watu wabaya, lakini kuna wakati mtaelewa umuhimu wa Mungu kuruhusu watu hawa watokee katika taifa hili la Tanzania. Leo wanaweza kaonekana kuwa ni watu waasi, walilipwa, walifanyaje kuhamasisha vitu kama hivi, mkaanza kuwasodoa na kuwafanya visiji namna gani. Nataka nikwambie hapana. Hawa watu ni wa muhimu kwenye taifa hili. Na kuambia bila hawa watu serikali hii ama taifa hili la Tanzania ilikuwa linaelekea kubaya. Hata kama halikutekelezwa lililokuwa linatakiwa lifanyike, lakini kuna jambo ambalo Mungu amelifanya katika taifa la Tanzania kupitia hawa waliojisimamisha, kina Mange Kimambi na Nuru Vazi, kina Silunga hao. Mimi nataka nikuambie hao wote waliosimama kuwa na harakati za huu wakati, hata kama lengo halikutimia, kuna mpango mkubwa umefanyika juu ya kuifanya serikali ikae kwenye stable, ili wewe Mtanzania uliyeko hapa kwenye nchi ya Tanzania ukae kwenye njia yako iliyo sahihi na amani. Ile uoga na kunani hivyo watawala. Kwa hiyo mimi nafikiri tusiwalaumu. Maana tumeanza kuwaita waasi. Inauma sana kwa sababu watu wamejitoa. Hebu niambie, kuna watu wameacha. Hivi unafikiriaje mtu anajisacrifice kwenda kuishi huko nchini? Anakuwa kwenye nchi ya ugeni, lakini amepigana kwa ajili, hakupigana kwa ajili ya familia zake, kwa sababu wangenyamaza tu wakakata tayari. Shida ya Watanzania tuna kitu hiki kimoja. Tunamuona mtu anafanya kitu kwa ajili ya watu wengi, tunaanza kutengeneza slogan ambazo sio nzuri. Ni tatizo kubwa sana hilo. Tatizo kubwa sana la Watanzania. Kwa watu hawa wanaporuhusiwa kwenye taifa, Mungu anakuwa na mpango wake sahihi. Kwa wakina Mange Kimambi, kina Nuru Vazi, tusianze kuwazodoa kwa sababu lile lengo halijatimika kwa wakati. Bado Mungu ana mpango na majira. Tusiwalaumu, wameletwa hapa Tanzania kwa makusudi maalum. Na hiki kinachoendelea katika taifa la Tanzania si kwamba hakijajulikana mbele za Mungu. Kinajulikana. Mungu anajua. Tusianze kuwaita waasi wa kina Nuru Vazi, kina Mange Kimambi. Mimi nasema hawa watu ni muhimu katika taifa la Tanzania hili. Kwa hiyo tunapoona hizi changamoto zinazoendelea za hawa watu, wanapitia changamoto ngumu sasa hivi kule waliko. Inawezekana ni DM nyingi, wanapambana na message nyingi. Ila mimi nataka nikwambie ukweli unabaki kuwa ukweli tu. Kesho inaweza kueleweka. Wanaweza kueleweka kesho. Leo wanaweza sieleweke kabisa. Hawa wakina mtumishi Dickson wanaweza sieleweke leo. Wanaweza sieleweke leo katika taifa hili. Na hata mimi naizungumza hapa naweza nisieleweke leo. Ndio. Mimi nataka niseme tu kazi akina Dickson, akina Mange Kimambi, kina Nuru Vazi, kazi ambazo mmezifanya katika taifa la Tanzania hazijapotea bure. Yaani bidii zenu, juhudi zenu, mimi nawatia moyo. Hazijapotea bure.
yani kazi mlizozifanya ulifanya taifa hili likae kwenye stable yake, japokuwa hata yale mlengo na nia na dhamira ile haijakamilika kihivyo, lakini mimi nataka niseme Mungu amewatumia kufanya kwa sehemu yenu. Kwa hiyo msianze kujilaumu. Maana yake ukisoma katika Isaya 55 mstari wa 11 nasema kazi nzuri haipotei. Katika Isaya 55 mstari wa 11, kazi nzuri huwa haifanyaje? Haipotei. Kwa dhamira yenu mimi najua ilikuwa sio mbaya. Dhamira ya kina Mange Kimambi sio mbaya. Dhamira ya kina Nurvazi sio mbaya. Dhamira ya mtu yeyote aliyesimama sio mbaya. Haijalishi anasimama kwa lugha zipi. Maana wapo ambao wamesimama kwa lugha mbalimbali. Kwa hiyo niwatie moyo wa kina Mange Kimambi, kina Nurvazi, kina Dickson Bidura na Sarunge na wafahamu hao watu, majina yao ni magumu kidogo. Hao nawatia moyo. Mimi si wahesabu kwa sababu mimi na mtazamo kidogo, natokaga nje ya box kiroho zaidi. Huwa natazama kiroho zaidi. Mitazamo yangu kidogo inakuwa iko tofauti. Iko different kabisa na watu wengine wanaotazama mitazamo. Hata kama leo hakuna anayekusukuu, moyo wa mtu mmoja uliamshwa inatosha. Ina maana hata kama hakuna watu wanaowashukuru leo, nazungumza na nyinyi akina Mange Kimambi, akina Nurvazi, wasitokee watu wanaowashukuru katika taifa la Tanzania wakaanza kuona nyinyi watu wabaya, kwanza kuona nyinyi watu waasi, mlikuwa mna dhamira mbaya, wakaungana na ule upinzani na wengine wakawashambulia. Mimi nataka nikwambie, wapo watu walioamka kwa ajili yenu, hata kama hawakuamka kwa ile nia ya kwamba tunataka tufanye kitu fulani katika taifa, lakini wameamka katika mtazamo mwingine wa kujitambua na kujielewa. Kwa bidii zenu na kina Nurvazi, kina Mange Kimambi hazijapotea bure, na Dickson hazijapotea bure, hazipotee bure. Kuna watu wamebadilishwa, wameamshwa. Kuna mtu mmoja wameelewa. Utie moyo kwa kitu kimoja, ni watie moyo. Mlichosimamia kilikuwa ni sahihi moyoni mwako, yani mioyoni mwenu. Hamko peke yenu. Mungu anakuwa pamoja na ninyi. Hata kama mtapitia changamoto, msijione kama mko peke yenu. Katika Wagalatia mstari wa 9, usikate tamaa, kuna siku mambo yataeleweka. Kwa hiyo dhamira yangu na lengo langu na nia yangu ya kuandaa huu ujumbe kwenu, kuwatia moyo wote ambao leo mnaonekana kwenye taifa hili kama wahaini, wachochezi. Mimi nina mtazamo tofauti na kiroho zaidi. Mungu awape uvumilivu na awatie moyo kule mliko mmeonekana kama wakimbizi na hamfai na mstahili. Lakini mimi naamini Mungu aliwaamsha kwenye taifa hili kwa makusudi maalum kwa ajili ya kizazi kijacho. Pasingetokea tukio hili, nataka nikwambie, taifa hili la Tanzania mwelekeo wake ulikuwa ni mbaya, lakini limefanyika hili kwa faida ya kesho. Japokuwa limeacha mioyo ya watu na Watanzania wanaumia, wengine wamepotelewa na wapendwa wao, wengine wamepotelewa na waume, biashara zimeharibika, lakini Mungu siku zote anaweza kuruhusu ukombozi ukaja kwa gharama, na siku zote ukombozi inazungumzika na kuelewa ni gharama. Hakuna ukombozi uliofanyika pasipokuwa na damu. Hata Yesu mwenyewe alifanya ukombozi, ilimwagika damu msalabani. Kwa ukombozi wowote una gharama, ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo niwatie moyo, msijisikie vibaya. Mimi nawatia moyo, kazi mlizozifanya hazitapotea, zitakumbukwa kwa majira na wakati. Na hata leo isipoonekana kwamba mmefanya jambo la maana, mkaendelea kuishi kwa tabu na hakuna kuwatia moyo, Mungu anatambua dhamira zenu, kwa sababu yeye ndio anayeona dhamira zenu zilikuwa ni za namna gani. Sisi wanadamu tunaweza tusijue, tukaona kwamba mlikuwa na dhamira mbaya, mlikuwa mmelipwa kama wanavyozungumza, lakini maneno haya hayawezi kumshawishi Mungu akaendelea kusema, akaungana na watu wanaosema mlikuwa mmelipwa kwa ajili ya kuharibu taifa la Tanzania. Tutawaombea tunaoelewa na mitazamo tofauti juu ya ulimwengu na mambo ya kiroho, na mimi nawaombea mtume wa Mungu Mwinjilisti Pascal Kasiano. Nitakie neema, nitakie baraka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.